Nimekutana nanyi ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivi punde nimeona kuna message nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya jamii na ambazo zingine ni kama zinatishia kuwepo kwa vurugu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nimewaiteni ndugu zangu waandishi wa habari ili nyinyi mkawe kipaza sauti kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa na SACP Mlilo ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imekwisha jengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kwa ujumla wake. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara. Na kwa mantikio, waandishi wa habari naendelea kuwaalika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na local. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni ithibati, ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya, la mwisho nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote tupo katika Juma Kuu, Holy Week, na kuanzia jana Alhamisi Kuu, leo Ijumaa Kuu na kesho kutwa ambayo ndio Pasaka. Nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kuanzia siku ya leo au siku ya jana ya Alhamisi Kuu kupitia leo ambayo tunaita ukimya mtakatifu, Holy Silent. Wakasherekee sherehe hizi kama ambavyo
sherehe za Idi ziliisha.